Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai, simba wa kabila la Yuda. Ninapenda siku ya leo tushare kitu kimoja kifupi sana, kwamba najua kuna baadhi ya vita ambazo unakutana nazo ambazo chanzo chake sio wewe, bali chanzo kimetoka katika mizizi ya kifamilia, madhabahu za kifamilia. Unajua kuna wakati kama mzazi unaweza ukaona walaumu watoto kwamba watoto kwa nini hawapigi kiwango fulani cha elimu, lakini ukijiangalia wewe ni kwamba hujawahi kufika, na baba yako hajawahi kufika, na babu yake hajawahi kufika hicho kiwango. Manake hiyo ni hatima ya familia. Hatima ya familia ilitengenezwa katika standard hiyo, kwamba nyinyi hamwezi mkafika kiwango fulani cha kifedha, kiwango fulani cha elimu, kiwango fulani cha huduma, kiwango fulani cha maisha. Kwa hiyo mtoto mmoja anapojaribu kupiga hatua kuenda mbele zaidi, anakutana na vikwazo vingi, na wengine mpaka wanaishia hatua ya kufariki, na wengine kuwa vichaa zaidi, kwa sababu wanaingia kiwango ambacho familia zao na madhabahu za kifamilia zao hazijaruhusu na hazijawahi kuona. Kwa hiyo anakutana na upinzani mkubwa sana, na upinzani mkubwa zaidi unatoka katika familia, pia unatoka katika madhabahu za kifamilia, unatoka katika ndugu na jamaa wa karibu. Huwa nasema kwamba shetani ni watu na Mungu pia anatumia watu. Kwa hiyo shetani anafanya kazi ndani ya watu na Mungu anafanya kazi ndani ya watu. Kwa hiyo huyo mtoto ambaye atajaribu sasa kutoboa ozoni, kuvuka, kupasua ile bahari ya Shamu, ili aweze kuvunja kile kiwango cha hatima ambacho kimewekewa, anakutana na vikwazo vingi, na hapo tunaingia katika jambo jingine ambalo linahusu vita ya mkombozi wa familia. Vita ya mkombozi wa familia. Katika kitabu changu ambacho nilikuwa nakikamilisha kuandika, kinasema kwamba tatizo sio wewe, bali ni kile ulichokibeba. Hao watoto wanapitia maumivu mengi, wengine wanatengwa na familia zao, wengine wanatengwa ndugu na jamaa na marafiki, wengine mpaka wanaishia kufa. Shida sio wao, bali ni kile walichokibeba. Hatima wao ndio wanao uwezo wa kutoboa na kuvuka kuikomboa familia. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Jipatie nakala ya kitabu hiki cha tatizo sio wewe, bali ni kile ulichokibeba, kilichoandikwa na mtumishi wa Mungu Howard Maemba. Nikutakia wakati mwema. Amen.